Sawa, nimekuelewa, lakini usiku wa giza alifanya maamuzi, moyo wake ukawa mbali na huruma za duniani. Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli, lakini ndani ya moyo hana amani tena. Kila kilala naota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha haviwezi kufuta makosa. Maisha yake yote sasa ni huzuni na hofu moyoni. Mwanangu, Vipi? Mwanangu bado hajafa. Mwanangu hajafa. Mwanangu hajafa. Mwanangu hajafa kweli. Mwanangu kweli. Mwanangu hajafa mwanangu. Mtoto. Nimeota namuona kabisa. Kuna mtu anamvuta mwanangu. Mwanangu bado hajafa mwanangu. Si kwa tamaa wala mali ya duniani, mbali moyo safi wenye upendo wa kweli. Wengine wanakimbiza mali kwa njia za giza, wengine wanatafuta mapenzi ya kuwaponya. Hivyo mwanaume, unanichukuliaje mimi? Kwa hiyo mimi kama mimi bosheni, si ndio? Wewe unalala sehemu nyingine, mimi nikae nyumbani peke yangu. Hivyo unanionaje mimi wewe? Alafu nikiongea mimi nina mdomo, si ndio? Naomba unisikilize kwa makini mke wangu. Nakupenda sana wewe. Nakujali sana wewe. Lakini sipendi kurudi nyumbani kwa ajili ya tabia zako za kipumbavu. Na unashindwa kwenda na nyakati. Mimi ni mwanaume kwako. Utakiwa kunyanyua mkono na kunipiga mimi kibao. Mimi sio mwanamke mwenzako eh. Niulize kwanza nilala wapi? Nilikuwa nafanya nini? Sio una doubt tu. Nilikuwa kazini na nilienda kukutafutia wewe huyo. Fanya vitu kwa kufikiria basi. Ungekuwa utaki ugomvi humu ndani, basi ungekuwa unafanya vile ninavyotaka. Unalala nje, unategemea mimi ndani nilale na nani? Hivyo mwanaume kwani unataka nini? Au unahisi mimi sitakwi? Au unahisi wanaume wameisha kwamba mimi kuolewa na wewe, kwamba nimekosa wanaume kuolewa nao? Nimeota kuna mtu anamchukua mwanangu. Nisikilize mke wangu. Hiyo ni ndoto tu. Kwa hiyo kama ni ndoto, sio na imani kama hizo. Kuota ni jambo la kawaida sana. Na isitoshe, usio unawaza sana. Ukiwaza sana utamkufuru Mungu. Ona sasa. Mawazo ndio kupelekea mpaka unakuja unaota. Mipango ya Mungu mke wangu, tumwachie Mungu. Kama Mungu amependa, sisi hatuwezi tukazuia kwa lolote. Kuwa na amani mke wangu. Hivi kwani unanyanyasa kiasi hiko? Ulikuwa wapi usiku mzima?
Yaani unajifanya natafuta hela usiku unalala nje wakati huna hata 100 ndani. Unatafuta hela kitu gani? Haya feni iko wapi? Ndani kuna joto. Mimi mwenzako ujinga wa hivi siupendi. Utanitoa kwenye mudi nje kupige. Tena hapa kilichokupiga ni kidogo. Nitakuvumilia lakini kuna muda nitachoka. Unajua kwa nini nakaa na wewe? Kwa sababu nakupenda. Wewe mwanaume mwingine hata baiskeli huna. Mimi natembea kwa miguu muda wote. Unafikiri mimi sina mabwana ambao wana magari? Ninao lakini sitaki kwa sababu nakupenda. Ila nitachoka mume wangu. Shamimu, ulikuja kwenye maisha yangu kwa ajili unanipenda. Na mimi nimekuja kwenye maisha yako kwa sababu nakupenda. Upendo utengenezwi kwa kelele. Upendo unatengenezwa kwa hekima. Hivi, toka mwanzo ningekujua una tabia ambayo unao sasa hivi, unadhani nikakusogeza kwenye maisha yangu? Tafadhali. Napenda kufurahi na wewe. Nimerudi asubuhi. Karibu mume wangu. Umetoka wapi? Tule nini? Nimekumisi. Pole na kazi. Ndio hivyo. So unaanza kunipiga. Mimi sio mtoto wako, mimi sio mke wako wewe. Kuna mtu mwingine fanya vitu kukupiga basi. Anachoka na maumivu ya moyo. Unaenda wapi? Anahitaji faraja, upendo na tabasamu la kweli. Mali ya damu hauleti furaha, machozi ya roho hayaishi kamwe. Mwangaza wa pesa ukifunika ukweli. Shoga yangu, mimi hapa nimekuja na shida. Kuna jambo nataka tuzungumze au nisaidie toka mawazo. Unaambiwa ndugu sio lazima mzaliwe pamoja ndio ujue kama ni ndugu. Hata wewe rafiki yangu unaweza ukawa ndugu. Tena zaidi ya ndugu yangu. Jambo gani wangu? Unajua tangu kifo cha mwanangu mimi sipo sawa. Yaani sielewi. Mbaya zaidi, yaani nimeota kuna mtu anataka kuondoka na mwanangu alafu mimi namzuia. Lakini mtu huyo mimi simfahamu. Nimejaribu kupiga kelele ili majirani wanisikia, lakini hakuna jirani alionisikia wala alojitokeza. Bosi, nadhani kila kitu kimeenda sawa. Mpaka sasa kazi nishamaliza tayari. Okay, naomba nione. Mbali moyo safi wenye upendo wa kweli. Safi sana. Kazi ni nzuri. Kwanza nikupe pole kwa kukesha. Maana tusingekesha leo hii kazi singeisha. Ni kweli. Lakini bosi, labda nikutoe wasiwasi kwa sababu mimi ni mfanyakazi katika hii kampuni. Na wakija wakikuta kazi yao tayari watafurahi sana. Maana tumefanya kwa wakati. Na kitu kingine, labda nikutoe wasiwasi. Mimi nimeajiriwa kwenye kampuni hii. Nihakikishe mpaka kampuni inazidi kupanda viwango. Kwa hiyo kila kazi nitafanya kwa wakati. Na kampuni yetu itasonga mbele kila siku. Unajua mpaka naogopa Lakini mtu huyo alinizidi nguvu na kuondoka na mtoto. Yaani hata sielewi ndoto hii ilikuwa inamaanisha kitu gani. Pole sana shogangu. Ila afadhali mwenyewe umeanza kuongea. Unajua hata sisi kifo cha mtoto wako kilikuwa kinatutatanisha. Alafu mbona baada ya kufa mtoto wako tu mume wako amekuwa na mafanikio ghafla? Kuna kitu gani kinachoendelea? Kwa utu uzima wangu shogangu wangu, muangalie sana mumeo. Kaa vizuri na mumeo. Haiwezekani mtoto wake afe tu apate mafanikio kama yale. Hebu ngoja tuone. Haya, na mimi nakushauri uwe makini sana shoga yangu. Na ingeweza kupelekwa hata kwa mtu mwingine. Lakini kwa sababu tumekamilisha kwa wakati, kwa tusubiri tujue tukabidhi kazi yao. Kwa hii kazi namna tulivyoifanya kwa haraka, itatupelekea sisi tuaminike na tuweze kupata kazi zingine. Labda nikwambie kitu kimoja. Ukitaka kufanikiwa kwenye hii dunia, ni lazima ufanye kazi kwa bidii. Na ikiwezekana fanya kazi usiku na mchana. Ni kweli unachokizungumza bosi. Napenda sana ushauri wako. Maana kila siku unazidi kunijenga na nazidi kuwa bora katika kazi yetu. Asante sana. Sasa kwa kuwa tumekesha na sasa hivi ishakuwa usiku, asubuhi sasa inaenda.
kesho ingia kazini mchana, angalau kapate muda wa kupumzika. Sawa eh? Na kwa sasa ni usiku, nikusogeza mpaka maeneo nyumbani kwako. Asante sana bosi. Yaani kama Mungu vile. Maana sasa hivi mafuta yapo bani. Na ulipo juu sana. Mali ya damu hauleti furaha, mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize dunia kwa njia ya maovu, mwisho wa yote ni amani ya moyo. Mume wangu, mimi kuna jambo linanitatiza. Naona haliko sawa kabisa. Sijui ni kwa upande wangu mimi au kwa upande wako pia. Unajua tulikuwa tuna maisha ya kawaida sana. Lakini baada ya kufa tu mtoto wetu, maisha yetu yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Mume wangu, kuna namna hapa najaribu kufikiria. Nahisi kabisa kuna kitu unanificha. Hebu niambie, ni kitu gani hicho? Kuna mwingine anazunguka dunia nzima, anatafuta penzi la kweli kwa mwanamke wa mbali. Anachoka na maumivu ya moyo wa zamani, anahitaji faraja, upendo na tabasamu la kweli. Anaamini kuna mtu atakayemwelewa, atakayemshika mkono wakati wa giza. Mke wangu wewe. Habari ya asubuhi. Bali moyo safi wenye upendo. Mke wangu, sina kusalimia jamaa. Wewe. Ni kosa gani kubwa ambalo nimelifanya mpaka unaamua kunipigia na vyombo? Hebu niambie. Kwa sababu nimefika nimekusalimia vizuri tu mke wangu, bila shida yoyote. Wewe unachukua kama unanipigia nacho. Mimi natoka kazini nimechoka, nahitaji kwenda ndani kupumzika. Kwa hiyo unanichukulia mimi mpumbavu, si ndio? Unanichukulia mimi sina akili. Maana hata nikifikiria kifo chake ni cha ghafla sana. Unajua kinanishangaza, hata kuumwa hajaumwa. Nisikilize mke wangu. Masuala ya vifo Mwenyezi Mungu ndiye anayepanga. Ukianza kufikiria kifo cha mtoto, mke wangu, wewe umeshashuhudia vifo vya watoto wangapi huko mitaani? Je, wale sio watoto? Na kwa nini ufikirie sana kuhusu kifo cha mtoto? Sikiliza. Mungu ndiye anayepanga binadamu aishi miaka mingapi hapa duniani. Unaweza kuzaliwa leo ukafa kesho. Na hata hivyo, tushukuru Mungu. Sisi bado tunaishi mpaka sasa hivi. Ukienda hata makaburini kule utaona mtoto kakaa miaka 2 tukafa. Lakini wewe leo hii mpaka unaenda uzeeni. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Na swala kufia kwa watoto hatujaanza sisi. Sasa wewe unataka kuingilia kazi ya Mungu. Kwamba umerudi hapa saa hizi asubuhi umetoka kazini. Ni kazi gani hiyo ambayo ilikuwa ngumu kiasi kwamba mimi mpaka saa hizi unarudi asubuhi wewe mwanaume? Muongo mkubwa. Hakuna cha kazi wala cha nini. Nakujua vizuri wewe ni malaya. Ulikuwa kwa wanawake zako unarudia mimi asubuhi unaniambia ulikuwa kazini. Unanifanya mimi mtoto, si ndio? Hivi kwa nini unapenda mimi niongee wewe? Mke wangu, naomba unisikilize kwa makini, sawa? Tena nisikilize. Mimi nimetoka kazini. Tena nimefanya kazi mpaka nimekesha. Asubuhi nikasema ngoja niende nyumbani nikapumzike na mwanamke wangu. Mimi nikajua nikija hapa, mume wangu habari za kazi, vipi hivyo toka huko unafika unaanza kunipa lawama.
Hivi maisha yetu tutaishi mpaka lini? Kwa nini usibadilike? Kwa nini usiwe kama wanawake wenzako, kina mama Asmani, kina mama Abdalla, kina mama Nyandu? Ni mbona wanawake ambao wana stara kwa wanaume zao? Wewe unaona huna stara kwangu? Mimi sipendi bwana, asubuhi nimefika tunaanza kupigizana kelele kama watoto. Kwa unashindwa kujiheshimu basi. Rudi hapo. Unataka kwenda wapi? Unaingia wapi? Nyumbani kwa nani? Yaani unirudie mimi asubuhi alafu unataka kuingia ndani leo ndani uingii. Tena ikibidi rudi ulipotoka kwa mara ya wenzako. Mimi leo hii ndo nimetoka kwa wanawake zangu, sio? Mke wangu napambana usiku na mchana kwa ajili yetu. Sipambani kwa ajili yangu. Kwa nini unataka muelewa? Acha kusisi vitu vya kijinga ambavyo vinakutia wivu katika moyo wako. Kihakiki kitu na uwe na uhakika nacho na uweze kuzungumza, sio unakizungumza tu. Kodi nalipa mimi. Kula yako naijua mimi. Tena wewe unanikataza nisiingie ndani. Ina maana wewe ni mwanaume, sio? Ni mwanaume mama, Sawa. Kwa kisa kodi unanyanyapaa kwa ajili ya kula. Basi usingenioa kama ulikuwa hujui majukumu yako. Hayo ni jukumu lako, usiniseme mimi kwa ajili ya kula wala kulala. Na kwa nini unashindwa kuniamini? Mbona mimi nakuamini? Ila kama unashindwa kuniamini, Mungu ndo anayejua. Na Mungu ndo atakayenilipia. Mwanaume wewe ni mbinafsi sana. Yaani umekosea, badala uniombe msamaha ndo kwanza unanisema na maneno makali. Nasikilize mke wangu. Kwa uchovu niliokuwa nao nahitaji kupumzika. Ila kama utashindwa kuniamini, mke wangu, acha kuwa na imani haba. Masuala ya Mungu tumwachie Mungu. Mimi sipendi mke wangu unapokuona kila saa na kuona una huzuni. Kila saa una huzuni. Huzuni ni sehemu za shetani. Maandiko yanasema tufurahi kwa kila jambo. Kuna nyakati za kulia, kuna nyakati za kucheka. Hayo yote ni wanadamu lazima yatupitie. Sio kila siku tutakuwa na furaha. Kuna siku itakuja huzuni. Na utakaa ukajua kwamba ni huzuni ya namna gani itakuja. Wengine wanapata huzuni kwa kuumwa, wengine kwa kufiwa. Halafu kwenye masuala mimi kupata riziki na maisha yetu kubadilika kuwa mazuri, ni Mungu mwenyewe. Tumevumilia mangapi huko nyuma? Zamu yetu tumefika na sisi tumepokea baraka zetu. Sasa kwa nini hizi baraka tena ziwe sababu ya kuanza kuuliza? Mke wangu, ina maana wewe upende kuishi maisha mazuri? Mungu ametupa baraka hizi kwa uvumilivu wetu tuliokuwa nao mbele yake. Tafadhali mke wangu, naomba uniamini mimi. Siwezi kukuficha kitu chochote kwako. Sawa, nimekuelewa. Usiku wa giza alifanya maamuzi. Baba, mwambie mama ukweli. Usipomwambia mama ukweli, nitakusumbua maisha yako yote. Akatoa damu ya mtoto kwa tamaa ya mali. Leo ana magari, nyumba kubwa na fahari, lakini ndani ya moyo hana amani tena. Kila akilala naota sauti za kilio chenye simanzi. Dhahabu na fedha. Kiputu, leo umetimiza siku ya 7 ofisini kwangu. Je, kuna changamoto zozote za kazi ambazo unaziona kwako? Hakuna changamoto lolote boss. Hakuna shida hata moja boss. Naona mambo yote yanaenda sawa. Basi vizuri. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kukupeleka site. Sawa? Nikutakie kazi njema. Sawa boss. Nashukuru sana boss. Moyoni mali ya damu hauleti furaha. Mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize dunia kwa njia ya maovu. Mwisho wa yote ni amani ya moyo. Wewe, sasa ndo unakuja ofisini?
Mbona umechelewa kiasi hiki? Sio kama nimechelewa, ila jana ulipoondoka wakaniacha ofisini mimi na bosi. Kwa ile kazi tumefanya mpaka alfajiri. Kwa hiyo ulipofika alfajiri, bosi akaanza kuniambia niweze kwenda nyumbani. Ikifika mchana, nikiona nipo sawa, niweze kurudi ofisini. Kwa sababu nipo sawa na maana niweza kurudi ofisini. Kwa hiyo kuchelewa kwangu, taarifa hiyo bosi anayo. Ina maana ile kazi mlifanya usiku kucha? Tunacheza sisi bwana. Tumekimbiza kazi ya watu mpaka imeisha. Kwa hapa jambo la kusubiri waje wachukue tu kazi yao. Hongereni. Na imani sasa kazi zinaenda speed. Asante. Mimi na bosi tupo makini sana kwa kazi yetu. Mchaka. Niko ndani. Atakayemshika mkono wakati wa giza, si kwa tamaa wala mali ya duniani, bali moyo safi wenye upendo wa kweli. Wengine wanakimbiza mali kwa njia za giza, wengine wanatafuta mapenzi ya kuwaponya, lakini maisha yana siri nyingi duniani. Kila mtu anatafuta mwanga wake moyoni. Mali ya damu hauleti furaha, mapenzi ya kweli hujenga maisha. Usikimbize dunia kwa njia ya maovu, mwisho wa yote ni amani.